Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Naam, karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fuljabin Online TV. Leo bimashiatillahi taala tunaendelea na somo letu, darasa yetu tulianza jana inayoelezea Church of Satan, kanisa tu shaitani, kanisa la shetani. Na kwa tulianza jana katika utangulizi kuhusiana na kuelezea Church of Satan ambayo tulielezea ilivyoanzishwa, mwaka ambao imeanzishwa na mahali ilipoanzishwa. Fuatilia katika darasa namba 1 utaweza kustafidi huko, na mpaka tulipoishia kuelezea pia yale malengo ya kuanzishwa, kwamba ni shirika, ni taasisi ya kidini, ilianzishwa kwa malengo pia tukaelezea pia na tukafahamu kuwa lengo ni sheitani. Imekuwa sio kwamba sheitani moja kwa moja yule muasi wa kwanza anaabudiwa, lakini anaweka nembo ya sheitani kama ni mkombozi, yaani yeye shetani amewakomboa katika itikadi ambayo wanayo, kwamba sheitani ni amewakomboa kutokana katika minyororo ya dini manake ambayo dini ndani yake kuna amri za Allah na kuacha yale aliyoyakataza Allah, kuna mipaka. Sasa sheitani alailana amekuja kuwatia uhuru, kuwapa uhuru, manake kuwakomboa. Ndio maana anaitumia nembo ya sheitani hao tunaita waabudu sheitani na kanisa la sheitani, Church of Satan. Leo bimashiatillahi nilipenda kuelezea kidogo, tupate historia kwanza ya sheitani mwenyewe ni nani na kiumbe wa namna gani, na je, kiumbe huyu yupo au ni khurafa tu, ngano za watu wa kale, yani stories pauka pakawa, yani zisizokuwa na uhakika. Kwa hiyo ni mbele yangu hapa nina kitabu ambacho kinafahamika mashuhuri sana katika Uislamu, Alwiqayatul Insan min aljinni wa shaitani, wiqayatul insan min aljinni wa shaitani, kinga ya mwanadamu kwa majini na mashaitani. Katika mwanzoni mwa kitabu hichi, katika baada ya utangulizi, kuna kipengele kimeandikwa al-imanu bil ghaibi, kuamini mambo yasiyoonekana. Anasema inna min asas al-aqida, katika msingi wa aqida al-islamia ya Kiislamu, al-imanu bil ghaibi ni kuamini mambo yasiyoonekana, bal huwa awwalu sifatu min wasfi llahi subhanahu wa ta'ala, katika sifa ambazo amejisifu Allah mtukufu biha kwayo. Amejisifu Allah subhanahu wa ta'ala katika imani, kuamini ghaibu fi kitabihi, katika kitabu chake, bimaana Qur'an, pale aliposema katika sura a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Anasema alif lam mim, hizi herufi tatu alif lam mim, wallahu a'lam bimuradihi, Allah ndio anajua nini alichokusudia maana yake. Wanachuoni wote wamepita hawakuelezea maana yake ni nini. Dhalika alkitabu, hicho ni kitabu, la raiba fihi, kisichokuwa na shaka ndani yake. Qur'ani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqina, ni uongozi, kinawaongoza wacha Mungu. Bimaana kitabu cha Qur'ani kinamfaa na kumuongoza, kumnufaisha mtu mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Wacha Mungu, hiyo aya inaendelea mbele inafafanua wacha Mungu ni watu gani. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ni wale wanaoamini mambo yasiyoonekana, mambo ambayo hayaonekani, basi ndio wacha Mungu wanaamini mambo ya ghaibu. Wayuqimuna as-salata, na wanasimamisha swala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika yale tuliyowapa
wanatoa, bimaana wanatoa sadaka, wanatoa zaka. Kwa hiyo aya hii ina mambo, lakini mahali shahidi katika lengo la kuiweka aya hii ni alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale wanaoamini mambo yasiyoonekana, sifa ya wachamungu. Yani wachamungu, mtu mchamungu yoyote, au ukitaka kuwa mchamungu, basi katika moja ya misingi ya uchamungu, ipo mingi, lakini ni kuamini yale yasiyoonekana, ili mradi mambo hayo yasiyoonekana yao yametajwa na Qur'ani au yametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi inatakiwa kuleta imani. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yasiyoonekana ni viumbe malaika na majini. Kuna viumbe malaika na majini, ni viumbe ambavyo vipo, havionekani, kuamini. Na hatua ya mwanzo kabisa, kwanza kabla ya kufikia katika viumbe, unatakiwa kumwamini Allah, ambaye yeye Allah sio kiumbe, kumwamini. Lakini Allah yeye haonekani, lakini waumini siku ya Kiyama watakuja kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyoeleza Qur'an. Siku ya Kiyama tutamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Tutamuonaje? Hiyo Allah anajua mwenyewe namna tutakavyomuona, lakini si katika huu ulimwengu, kwa sababu macho haya tuliyokuwa nayo hayana uwezo, hayawezi kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni somo pana, somo refu. Tukipata wasa tutakuja kuelezea namna gani waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwanza, kuamini ghaibu ndio sifa ya muumini, miongoni mwa sifa katika sifa za imani. Na miongoni mwa vitu vilivyokuwa ghaibu ni malaika, hawaonekani, na majini pia hawaonekani. Bimaana yoyote atakayekuja kutuambia amemwona jini katika umbile lake halisi lililoumbwa, aliyoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anatakiwa sisi atupe ushahidi wa kina, kwa sababu haonekani jini au malaika isipokuwa kwa kujimithilisha, kujitilia katika mfano wa kiumbe chenye kufananiza vyenye kuonekana katika ulimwengu. Anajigeuza kuwa katika kiumbe fulani, ndio anaweza akaonekana. Kwa hiyo miongoni mwa dalili zinazoelezea katika Qur'ani juu ya majini, Allah anasema au billahi minash shaitani rajim, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, pindi tulipokutumia kundi la majini kuja kusikiliza Qur'ani. Hapa anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna wakati mtume alikuwa akisoma Qur'ani, Allah alijaalia kulituma tuseme kundi la majini kulisogeza kwake kwenda kwa ajili ya kusikiliza Qur'ani. Hiyo aya inaonyesha ushahidi kuwa majini ni viumbe ambao wapo, wameumbwa, wapo. Na aya nyingine nasema, ya ma'shara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ya ma'shara aljinni, enyi makundi ya majini, wal insi, na majini na kundi ya majini na watu, wal insi, ma'shara aljinni wal insi, makundi ya majini na watu. Lam yatikum rusulun, hawakuijieni mitume. Hii habari wanaulizwa majini na wataulizwa wanadamu, tutaulizwa siku ya Kiyama. Hawakuijieni mitume, lakini hapa wataulizwa wale muasi Allah walioishi katika hii dunia kwa matashi ya nafsi zao, hawakuishi kwa vile ambavyo Allah anataka. Wataulizwa, alam yatikum rusulun minkum, je, hawakuijieni mitume wanaotokana na nyinyi, waonyaji ambao ni viumbe wenzenu kama nyinyi, Allah amewatuma, hawaja kuijieni? Na hapa mitume bimaana katika sisi wanadamu Allah alijalia kuleta mitume, ambao mitume hawa walikuwa ni waonyaji kwa ajili ya wanadamu wenzao kama sisi na majini. Yakusuna alaikum ayat, ili wakusomeeni aya zetu. Wayundhiruna kum, na wakuonyeni liqaa yaumikum hadha, juu ya mkutano wa siku hii ya leo, siku ya Kiyama. Watahadharisha kwamba siku ya Kiyama
ni siku ngumu, siku ambayo mtu atanusulika ni yule aliyokwenda na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa na moyo uliosalimika, moyo wa imani, na huku amebeba matendo mazuri, sio imani tu, aliamini Allah na akatekeleza matendo mazuri. Huyu anakwenda mbele ya Allah na kalba salim, moyo uliosalimika, ndio atakuwa hayupo katika nakama, hayupo katika matatizo. Hii aya pia ni ushahidi unaonyesha kwamba majini ni viumbe wapo. Aya nyingine, aya ziko nyingi, ya maashara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, enyi majini na watu, ikiwa mnaweza kupenya katika mbingu, bimaana kumkimbia Mwenyezi Mungu, penya, kuondoka katika hii dunia kwenda sehemu nyingine, kumkimbia Mwenyezi Mungu, basi penyeni, fanyeni hivyo, yani kimbieni. La tanfudhuna illa bisultan, lakini hamtoweza isipokuwa popote manake mtakapoelekea basi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hamtoweza kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ziko nyingi, lakini unaweza kusema kwamba bila kupoteza muda kuachosha sana kusoma aya nyingi, tukileta kisa cha Nabii Adam alayhi salam, pale baada ya kuumbwa Nabii Adam alayhi salam, historia tukirudi nyuma kidogo kwamba jini alikuwepo, ni viumbe ambao walikuwepo kabla ya kuumbwa sisi wanadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vingi sana, lakini mwanadamu ndo akawa kiumbe cha mwisho, kama alivyosema hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, anasema ulimpitikia muda mwingi, muda mrefu katika dahari, mwanadamu alikuwa ni kiumbe si chenye kutajwa, yani hakukujulikana hapa duniani kama kutakuja kuwa na kiumbe mwanadamu. Viumbe vingine vyote vilikuwepo, maisha yalikuwa yanaendelea, majini walikuwepo, malaika walikuwepo, wanyama walikuwepo, lakini mwanadamu hakuwepo miaka mingi sana. Kwa hiyo Allah ameelezea hivyo. Sasa wakati huo walikuwepo majini wakafanya ufisadi, ikafikia wakati Allah akaamua kusafisha, kuondoa, kutokana na walikataa amri zake, wakaasi. Sasa Allah akatuma malaika wake kuja kuiangamiza, kuangamiza. Manake ndio kulikuwa kuna mtoto wa jini alibakia, malaika aliyetumwa mwakiluna wakati huo katika jambo hilo, wanasema katika riwaya alikuwa ni Jibril na kadhalika. Riwaya mbalimbali zinaeleza kwamba alikiona kitoto cha jini, akakionea huruma, akaona hiki hakina hatia, hakina makosa, akamchukua yule mtoto akaenda naye mbinguni, akawa pamoja na malaika na Allah akaliridhia jambo hilo. Yule kitoto kikaishi akiwa katika kundi la malaika, kikawa kitoto kizuri, kina tabia nzuri, kikawa kinafanya ibada vizuri, akawa anakuwa mpaka akafikia mtu mzima, akawa ni mcha Mungu, kwa sababu sifa malaika la yasuna Allah ma amarahum, hawamwasi Allah katika yale walioamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale ambayo Allah amewaamrisha. Hawamwasi Allah katika yale Allah ameyakataza, na wanamcha Allah, wanayatekeleza yale ambayo Allah ameamrisha. Kwa hiyo kiumbe huyu akawa pamoja na malaika, akaathirika na malaika na matendo ya malaika, kwa sababu malaika wameumbwa wote ni wenye kumtii Allah, hakuna malaika mwenye kuasi, kwa sababu malaika wamepewa akili, hawakupewa matamanio. Wamepewa akili, wamepewa unyenyekevu, wao hawakupewa matamanio machafu ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wao ni watiifu daima, kwa hiyo ni watenda ibada na wana kazi mbalimbali. Hilo ni darasa nyingine tutakuja kuzielezea katika tukipata wasa siku nyingine, kazi za malaika. Lakini yule kitoto cha kijini akaishi na malaika mpaka akawa mtu mkubwa, akawa kiumbe mkubwa, akawa naye mfanya ibada mkubwa, mpaka akafikia daraja akawazidi malaika kwa ibada zake. Na hii ni kutokana na nini? Kwa sababu yeye amepata, Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kati ya binadamu na majini. Katika zile daraja za uumbaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka daraja tatu: daraja la malaika, daraja la binadamu na majini, afu daraja la wanyama na wadudu. Kuna daraja tatu. Daraja la kwanza daraja la malaika, daraja la pili daraja la wanadamu na majini, afu daraja la tatu ni wadudu, yani wanyama na wadudu. Na daraja lingine mimea, tunaweza kusema mimea na mawe na kadhalika.
Kwa hiyo katika daraja la malaika Allah amejalia kuwa wao wana akili na hawana matamanio, lakini daraja la pili la wanadamu na majini Allah amejalia kuwa tuna akili sisi na tuna matamanio, tumepewa vitu vyote hivyo. Kwa hiyo inatakiwa akili itumike kucontrol matamanio. Hatujanyimwa kusema kwamba sisi tu tuna akili tu basi kama malaika. Wao wana akili hawana matamanio. Sisi tumepewa mtihani, tumepewa akili, tumepewa mtihani matamanio. Kwa hiyo inatakiwa akili yetu itumike kwa ajili ya kucontrol matamanio, na tukiweza basi daraja yetu inakuwa ni kubwa kuliko hata malaika. Tukiweza nini? Kuitumia akili tukacontrol matamanio, basi daraja yetu inakuwa ni kubwa sana. Malaika mwenyewe anasubiri. Kwa hiyo yule jini alipokuwa kule ameweza akili yake control matamanio, basi akawa ni kiumbe mwenye daraja kubwa katika ibada, akifanya anawazidi hadi malaika. Na daraja ya tatu tunaweza kusema ni daraja ya wanyama, wadudu, ingiza na mimea, mawe na kadhalika. Daraja ya wanyama wenyewe hawana akili, wao wana matamanio. Ndio maana leo unaweza kuwa na ng'ombe wako wawili, baada ya miaka 10 wakawa 20. Yaani wao wenyewe wanazaliana tu, huyu anampanda dada mtu, anampenda mama mtu na kadhalika. Wao hawajapewa akili ya upambanuzi, wao wamepewa matamanio tu basi. Na daraja ya viumbe vingine ambavyo tunasema vyenyewe havina roho, kama wanyama, mawe, mimea na kadhalika. Kwa hiyo yule jini alipokuwa kule mbinguni kwa malaika, akapata daraja ya ibada zake na uchamungu wake kuwazidi hata wale malaika. Akawa na majina mbalimbali, akaitwa Azazili, akaitwa Abasijda, akaitwa majina mengi ya kutokana na zile vitendo vyake vya kiibadati. Katika kila mbingu, katika mbingu 7 hakuna sehemu ambayo hajasujudu. Amemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, kila sehemu amefanya ibada. Sasa ilipofikia wakati yule alipotaka kuumbwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala alipofanya shura kuwaita malaika wake kuambia kwamba mimi nataka nimlete kiumbe, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka nilete kiumbe katika ardhi awe kiongozi. Wale malaika wakajibu kwamba je, Allah anataka kuleta kiumbe ambaye atakuja kuleta uharibifu, kufanya ufisadi katika ardhi, wakati sisi tunakuabudu na kukutukuza? Bimaana hawa malaika wanakumbuka yale matukio ya nyuma, yale viumbe majini walikuwepo ardhini wakafanya ufisadi. Kwa hiyo wanaona kama wanamshauri Mwenyezi Mungu asifanye hicho kitu cha kuumba tena kiumbe mwingine, anaweza akaja kuleta uchafuzi katika ardhi, akamuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akajibu, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninajua msiyoyajua. Wa'allama al-adama al-asma. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuumba Adam mbinguni huko, na baada ya kumuumba akampa ilmu ambayo malaika walikuwa hawana katika wakati huo. Akamfunza elimu ya kila kitu, na wakati mmoja akawaita na akaviweka vitu vyake mbalimbali katika vile vitu ambavyo ameshamwelimisha Adam, ambavyo malaika hawana elimu. Akawataka malaika watambue vile vitu, wakashindwa kama mtihani, na Adam akaweza kuvitambua vitu vyote. Na malaika aliyotajwa hapa alikuwa na jini ndani yake, alipewa nisba hiyo kwa sababu ya uchamungu wake, lakini yeye ni jini kiasili. Ndio Allah akasema, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbi. Anasema, na tukuamrisha amri ya kuamrisha malaika wamsujudie Adam, wakasujudu malaika isipokuwa Ibilisi. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa kana min aljinni, alikuwa ni katika miongoni mwa majini. Na wanazuoni wanatueleza katika riwaya kwamba Allah hakumhukumu kwa uasi wake pale pale, alimpa muda na akaja akamuuliza, kwa nini wewe nilipotoa amri yangu ya kumsujudia Adam wewe ulikataa? Bimaana anaweza labda akajitetea, mimi kwa sababu uliwaambia malaika mimi ni jini ndio maana sikufanyaje, sikusujudu. Lakini kwa kuwa Allah anajua Iblis aliasi tu kwa kibri alichokuwa nacho, akasema ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin,
umeniumba mimi kwa moto na umemuumba yeye kwa udongo. Yani Adam kaumbwa kwa udongo, Ibilisi kaumbwa kwa moto, yani majini wameumbwa kwa moto. Ndio Allah fakhruju, akasema fakhruj fa innaka rajim, toka, hakika wewe ni mkosefu, mpotevu, hakika wewe ni mwenye kupata laana. Kwa hiyo akawa amefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa ni kirefu sana, kisa ni kirefu sana. Kwa hiyo yakatokea mambo mengi mpaka Ibilisi akaja kuwatelezesha Adam na Hawa wakatoka katika pepo. Hapo riwaya ni ndefu na hadithi refu sana, lakini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowateremsha Hawa na Adam katika hii ardhi, akasema akiwaambia, nitaleta uongofu wangu, faman tabi'ahum hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, yoyote atakayefuata uongofu hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Huo uongofu ambao ni muongozo, ni kitabu katika vitabu vyake, ni muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yoyote atakayefuata hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Bimaana yule asiyefuata atapata hofu na atahuzunika. Hofu itakuwa kubwa katika siku ya Kiyama na atahuzunika. Kwa sababu gani? Ataishi maisha pasi na mwongozo katika hii dunia. Tukumbuke dunia ni mahali pa kuandalia akhera. Dunia ni mahali wa kutengeneza amali njema, kufanya matendo yetu, ni sehemu ambayo tunafanya maandalizi juu ya maisha ya milele yanayokuja. Kwa hiyo ndugu yangu, yasikudanganye maisha haya ya muda ya dunia, isikudanganye dhiki hii ndogo ya kidunia. Jua kuna dhiki kubwa ya milele. Kama wewe utaweza ukaishi katika hii dunia kwa matashi ya nafsi yako, ukaacha kumcha Mola wako, ukamtii sheitani, basi utakuwa ni mwenye kuangamia, kwa sababu sheitani ni adui yetu, kama Allah alivyosema, inna shaitana aduwwa lakum fattakhidhu aduwwa, hakika sheitani ni adui yenu, mfanyeni kuwa adui. Tulisoma katika somo lililopita, alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitana innahu lakum aduwwun mubin. Hatujawaambia nyinyi binadamu msimwabudu sheitani, hakika yeye ni adui aliyekuwa wazi. Wa anibuduni hadha siratul mustaqim, na Allah anasema niabuduni mimi, muabuduni Allah, hadha siratul mustaqim, yeye Allah ndiye njia iliyonyooka, hakuna kona kona. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushana kwamba Church of Satan ni sehemu mbaya, ni itikadi mbaya, ni itikadi ya kuangamia, itikadi ya kupotea, itikadi ambayo mtu hatomuona Mwenyezi Mungu, mtu hatokubaliwa matendo yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika huu ulimwengu Church of Satan wao wanajifanya kuwa wamemtoa katika minyororo mwanadamu, kwamba wao wamefanya kazi, kwamba wao ndio wanafanya kazi ya kumkomboa mwanadamu, kumtoa katika minyororo ya dini, kumtoa katika utumwa wa dini. Dini sio utumwa ndugu zangu, dini ni mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutaka sisi tuishi katika dunia bila fisadi. Dini ni kuonyesha utiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dini ni kushukuru kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Church of Satan ipo na malengo ya kuwatoa wanadamu katika njia ya sawa na kuwapeleka katika kuangamia. Kwa leo tumeelezea kidogo historia ya jini, sheitani. Biidhnillah, katika darasa itakayofuata tutakuja kuelezea sasa kazi ya Church of Satan, na nani katika wafanya ibada memba wa Church of Satan, na wanatumia mbinu gani za kuwateka watu, na wanatumia mbinu gani katika kuwatawala watu, na yepi zaidi wanayotumia kama ndiyo vishawishi kwa ajili ya kupoteza watu. Inshallah taala, endelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Mwisho zaidi, usisahau kutuombea dua, Allah atuwafikishe.